BMP TV Professional Update. Uwaligani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka kuta 4 za dunia. Ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila wakati, tafadhali like pia subscribe YouTube channel yetu, na hivyo utakuwa napata habari zetu kila wakati. Kwanza huu ni muhtasari wa habari. Marekani kutangaza ushuru mpya wa biashara. Onyo la Benki Kuu ya Japan kuhusu hatari za ushuru mpya. Tetemeko kubwa la ardhi Myanmar. Tiger Woods kukosa mashindano ya Masters. Na mkokotolipo tunakuletea matangazo kutoka kuta 4 za dunia, na moja kwa moja tuanze na taarifa kutoka nchini Marekani, ambako rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kutangaza ushuru mpya wa kibiashara wa bidhaa zinazoingizwa nchini humo katika kile alichokiita siku za ukombozi. Ushuru huu mpya unalenga kulinda soko la ndani la Marekani dhidi ya bidhaa za kigeni, haswa kutoka China, Ulaya na mataifa mengine yanayoongoza katika biashara ya kimataifa. Trump na serikali yake wanadai kuwa ushuru huu utasaidia kuinua viwanda vya ndani na kuongeza ajira kwa Wamarekani. Hata hivyo, wakosoaji wa sera hii wanahoji kuwa inawezekana kusababisha vita vya kibiashara ambavyo vitapandisha bei za bidhaa kwa watumiaji wa Marekani na kudhoofisha uchumi wa dunia. Hii ni kutokana na uwezekano wa taifa yaliyoathirika nayo kuchukua hatua za kulipiza kisasi kwa kuongeza ushuru wao kwa bidhaa za Marekani. Benki ya Dunia, shirika la fedha la kimataifa IMF, tayari wameonya kuwa hatua hii inaweza kusababisha mgogoro wa uchumi wa dunia, huku masoko ya hisa yakionyesha hali ya wasiwasi kufuatia tetesi za mabadiliko haya makubwa katika mfumo wa biashara wa kimataifa. Onyo la Benki Kuu ya Japan kuhusu hatari za ushuru mpya. Benki Kuu ya Japan imetoa tahadhari kali kuhusu hatari mbaya za ushuru mpya wa Marekani kwa uchumi wa kimataifa. Kazuo Hodea, gavana wa Benki Kuu ya Japan, amesema kuwa ushuru huu unaweza kuathiri sekta ya viwanda na kupunguza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, hususani kwa mataifa yanayoitegemea Marekani kama soko kuu. Hii ni kwa sababu kampuni nyingi za Kijapani zinafanya biashara na Marekani kupitia bidhaa za electronic, magari na vifaa vya teknolojia ya hali ya juu. Ikiwa ushuru huu utatekelezwa, itakuwa vigumu kwa kampuni za Kijapani kuendelea kuuza bidhaa kwa faida, jambo ambalo linaweza kuathiri uzalishaji na ajira ndani ya Japan. Zaidi na hayo, wawekezaji wa kimataifa wameonyesha wasiwasi wao kwa kupunguza uwekezaji katika masoko ya hisa, na hii inaweza kuchochea mgogoro wa kifedha iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kudhibiti hali hiyo. Tetemeko kubwa la ardhi Myanmar. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.2 katika kipimo cha Richter limekumba Myanmar, likisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, majengo na kupelekea vifo vya watu kadhaa. Tetemeko hili limetokea usiku wa manane, likitikisa miji mingi ikiwemo Yangon,
Taarifa za awali kutoka kwa mamlaka za maafa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 500 wamejeruhiwa, huku wengine wakihofiwa kuwa bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Timu ya uokoaji zinajitahidi kufikia maeneo yaliyoathirika, huku hali ya tahadhari ikitangaza na serikali ya Myanmar. Tetemeko hili limeathiri pia nchi jirani kama Thailand, India na Bangladesh, ambapo majengo yamekumbwa na mitikisiko na watu wengi walilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya hatari zaidi. Shirika la Msalaba Mwekundu limeomba msaada wa dharura wa chakula, dawa na vifaa vya uokoaji kusaidia mahanga wa janga hili. Tiger Woods kukosa mashindano ya Masters. Mchezaji maarufu wa golf Tiger Woods amethibitisha kuwa atashiriki katika mashindano ya Masters mwaka huu baada ya kujeruhiwa tendon ya Achilles mwezi Machi. Woods, ambaye ni mmoja wa wachezaji wa golf waliopata mafanikio makubwa zaidi duniani, amekuwa akihangaika na majeraha kwa miaka ya hivi karibuni. Jeraha hili jipya limemsababisha kukosa fursa ya kushindana katika moja ya mashindano muhimu zaidi ya golf. Mashabiki wake na wadau wa mchezo wa golf wameeleza masikitiko yao kwa kutokuwepo kwake, kwani Masters ni moja ya mashindano yenye msisimko mkubwa na uwepo wa Woods mara zote huongeza hamasa kwa mashindano haya. Hata hivyo, madaktari wake wameeleza kuwa anaendelea vizuri na kwamba ana matumaini ya kurejea uwanjani katika mashindano mengine yatakayofanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kwa taarifa zaidi endelea kufuatilia vyanzo vya BMP TV Online, na mimi ni Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.